Welcome back to the State of the Society. I'm your host, Emma Teresa, and today we bring you amazing topic on economic difficulty. Here with me, I have a guest, Karibu. Asante. So, thank you, Teresa. I appreciate. Huyu ni Phineas is here that we are there to talk more about our society, the way economic may to affect. So, ni vitu mingi we need to talk about. So, Phineas. Yeah, ndio huyu hapa. So, leo tungependa tuongelee economic difficulties. As we all know right now, what many Kenyans are going through financially. So, Wakenya wengi sana wanaumia. Like in the recent maandamano, tuliona watu wakiandamana juu ya fuel. What's your take on that? Najua saizi, and the truth, people are suffering. Hiyo ni ile kitu inaonekana. Si ile kitu ambayo just we need to do more research. Hiyo ni kitu ambayo inaonekana. Sasa economy ni mbaya, kazi ni mbaya, ni kila kitu saizi tumeko 0%. So I do think kuna ule mtu sasa yako smart. Maybe local government yako sawa, but our people, society people are suffering. Just real suffering. So, ningependa kujua people are suffering in which way? Najua mafuta, transportation inabeba kila kitu. Tuseme in this country, transportation in all everything. Because you take one place to another place, we need to lazima kuwe na do. So nini food itoke kwa shamba ingie soko, inahitaji pesa. So hizo vitu zote ambazo wamekuja tukaangalia zote zikaenda transportation. Na wherever tumefika mahali tukuje tukuze about transport ambao tutakuwa tumeaffect everything. Hakuna ile kitu ambayo tumeacha nje. So wezi amka asubuhi uingie kazi, unahitaji fare wameraise. Food wameraise. So hata kama unafanyia do, I do think kuna ile kitu unabaki na kwa mkono. Inafika mahali just you are totally zero. Nasikia serikali ikijaribu kutuambia huko nje kwamba they had to do that, they had to raise that price ikuwe juu so that it can benefit us. In which way is that going to benefit us? Hakuna benefit. Suppose niambia tufanye harambee, ndio example tufanye harambee. Then what we are contributing, pesa yetu ambayo tumefanyia harambee, tuseme tuko na mradi inahitaji tuseme 100,000. Na sisi tuna raise 3,000 ama 3 million. Wenye wana raise ndio wanaumia. Kama saa hizi hamwezi tuambia mna raise to pull up the economy. Ambao project ambao tuko Kenya iko nazo zote ziko na scandal. So hizo pesa unaweka on the scandal. Mbona usipunguzie hapa mwananchi hizi vitu ambazo ni zamana, si ndio? Alafu hizo pesa ambao wanatupora. Juu kiangalia project zote ziko na scandal. Citizen iko na scandal, Talanda, but just everywhere iko na scandal. So the question is that amwezi tuambia mna raise ambayo itusaidie. Na ambapo tukiangalia zile ambao mna slash ni mingi. Unasikia like on that hiyo wana raise, yes. Nasikia wana raise hizo pesa. They are raising like taxes is everywhere. Like sahi wametax kila kitu, claiming that those taxes are going to help us pay those debts zenye walikopa so that our economy can be better. But unapata that's not the case. Hizo pesa, yes, they are collecting them, but at the end hatujui pesa zinaenda wapi. Unaweza sema nini hapo? They could tell us, tulikopa hii pesa tukifanyia mradi, si ndio? At least tunalipa ile kitu ambayo tunaona. Hamwezi tuambia kama ni money pesa unasema mimi ndio msingi. Hiyo ni kitu ambacho itakuja baadaye. But for now tunakaa tu already. So hatujui kama ngine tulikuwa tumefika ndio tufike pale. Mwenye anaziweka tuambie tumefikisha ngapi. Juu mwezi tuambie kama example tunalipa class. Si class ndio hapa. Ndio hii tunaiona tunalipa. But the government should not tell us tunalipa ile lini hatujui ilifanya nini. Kitu ya kwanza. Si barabara imejenga, si shule imelipia, si hospitality, ile kitu iko poorest. So this is the truth. Hizi pesa hakuna pesa inaenda. So do you want to tell me like the government is collecting but they are not doing what they are promising us to use? Umeona project moja hata the promise walituambia ime succeed? Actually, just for you, umeona hata moja? As for me, what I can say, the roads zimejengwa but barabara ngapi imejenga Kenya? Unajua, let us just we need evidence, ndio? Evidence. Mtu ambie tumejenga barabara Ngong mpaka town, ndio? Mtu ziambie barabara hii hapa, hii yenye jemalizikia hii. Tumeanza kulipia. Hii inaweza kuwa imecost ngapi?
Tell us tulikopa pesa tukatengeneza barabara, si ndio? Enyewe tuone ndio hii. Tell us tulichukua hizi pesa tukajenga hospitali, ndio hii. But hizi ni barabara vile zilikuwa tu ziko tu. I do justice, you need change. Umeona ni change? According to your own words, can high taxation help us raise enough money to sustain our economy, or is high taxation destroying our economy or helping our economy? Inaharibu. Unajua, wacha tukuje example. We need to maintain shilingi yetu ikuwa na value mali. Nikupatia 20 bob ikuwa na value. Unaona? Huwezi niambia nikupatia 1000 bob haina value sababu kila kitu iko juu. So they could tell us enyewe hatuna pesa. Na si yenyewe tuone hakuna pesa gunzi wanapewa, hakuna pesa sijui vile meona kambi ya about transportation ulipewa. So hizo pesa mnapatiana means mko na zile pesa kupatiana, lakini pesa just to balance equation about economic hamna. So what do they mean? Hizo pesa mna collect mtuulize nenda wapi? Are they the ambao mnarushia guns? Are they the one ambao watu wakuja mahali mnapeana? Jua amwezi tupanishia vitu. At the end of the day nataka kukula. At the end of the day nikiamka asubuhi nitakunywa chai. But wherever enter my pocket sina umenikata. Kitu umenikata hujaniambia specific. Inaenda kufanya nini? So to raise up hii economy natuwekea isaidii. So kuongeza mafuta isaidii. We need to balance the equation. So if we look at our society today, watu wengi sana they are complaining like there is no food, like whatever is happening in the society is so painful in a way that families can no longer afford their basic needs. Like someone cannot even afford a 3 meal per day. Like what is really happening that is making them not to afford? That is the truth sababu. Let me give example. Huwezi niambia unatoka resource, unakuja town, si ndio? Ukuje, urudi, si ndio? Unafanyia shilingi 600 hapa town. Asubuhi fare ni karibu 100. Jioni 100, hiyo ni ngapi? 200. From 600 imebaki ngapi? 400. Uje kula mo lunch. Hapa town hizo kula lunch ya 50. Is it? Huwezi? Utaambiwa ni 50 maso. Unabaki na 350. 350 kwa nyumba penye unaenda utakula? Hapana. At the end of the day umetoka kwa nyumba, ukirudi the end of the day mtoto hataki kujua. Yes, father amekuja. Bibi hataki kujua. They need food on the table. So kama sasa hapa Nairobi umebaki na 350. Unga saini 165. Unabaki na pesa ngapi? 155. 155. Sukari hujaweka. Sukari nusu saini euro masijuni 70 ama. Yeah. So the end of the day ikifika saini usiku una tandururu. Kesho inafaa utakuja kazi unafea. So kuna issue ulale. Kuna hii issue yenye inaongelewa sana in our society, like our government ni tumbo lishiloshiba. Tumbo lishiloshiba, like they only care for themselves. Wakenya tumelia, tumeandamana, tumefanya kila kitu. Yet there is no one to listen to us. What can you say about that? So unajua sasa hivi tumefika. That's the truth. Kuna what we call stomach developers. You elect me. So after kutafuta kura tutapembelezana. A lot of the project and the promise between the project just I come to promise. So wherever the time you kuji kitu nimeangukia niko nayo. So nikaanza under the government. Single government. So inakuwa stomach first aonge wakishamaliza watanya. So the thought, no mentality. Our leaders mentality zao zimefika mahali sasa juu tunaweza fananisha. Unajua like kama angalia nguruwe, si ndio? Nguruwe ni ile inaweza kula mafi ikijua at the end of the day wanaweza nifanya nyama. The truth. So angalia hawa after wamepewa tumbo kwanza, magari kwanza. So they forget that some people elected them. So the truth, their stomach. Is it true that wanaona like somebody nowadays they don't go into power to protect those who elected them? They go to power for their own benefit. Like wao wanaingia tu pale, unapata mtu anasema if I get that position I'll be rich, or if I get there I'll be rich, or if I get to that power I'll make this county a better place. Sasa unajua mentality tuseme nikihitaji, si tuseme just let me put the shoe mimi, si ndio? The time
tunatongoza wananchi tunataka hizo kura. Niko sure kitu nafanya. Just I'm sure. Si ndio? Yeah. Nikishapewa you forget. But the time you go on the road, hata naweza piga magoti kwa barabara, just I'm so sure. Nikipewa I do it. So kila mtu anaona I'm the best. So these people ambao wakipewa no they're the best, wanafika huko na turn. Pesa imekuwa tamu kuliko yenye wameniweka pale. Juu hakuna kitu kizuri. There's no something sweet like money. So wakishapewa unaona we need more. So hakuna project itafanya miradi. Watakuwa pale. So like still on taxation, is high taxation attracting more opportunities in our country, or are we losing opportunities in terms of investors? We are losing sababu tuseme kuna mtu anatumia mafuta 300 liters no? Liters, Yeah. alafu mimpantia tuna 33 bob. 300 liters. Tuseme tu kila lita mtu unakola 30 bob. Na unatumia 300 per day. Liters. Kwa siku mtu anaenda pesa ngapi? 30,000 loss. So niambie Tanzania wako less niyo 30. Utaenda wapi? So the best way investors wanafanya wana tuepa. So wakijua tukitengeneza nje tunaweza leta penye kuna soko pesa mzuri. So unapata wengi wanafanya nje either Tanzania alafu si wanatule wanajua hapa kumeiva. So wache tu watoroke tufanyie outside then we come. So means to raise wanaharibu. So Investors wengi wataenda. So unataka kuniambia investors are pulling away, they are running away from Kenya. Sababu kama mnakula profit yao then watakuwa wanafanyia nini serikali kazi? It's difficult anyway. Not difficult, the truth. Juu kama utalose 30,000 per day kwa siku 100. So another thing, there is this circulation like it's everywhere. Unasikia a lot of these business people, even especially to the small businesses, like the mama mboga, the boda, like those small business, unapata zinaanguka each and every day. Instead of kurise, zinaanguka kila siku. Ni nini hiyo inafanya biashara zianguke? Yetu uko nje wanasema our economy is rising. Rising where? So just I'm in business for me. Kwanza unajua ukipata bank, unajua wakati uko block, the first issue unaangalia SACCOS. Biashara imerudi chini, inakimbia wapi kutoa pesa? Then umeenda kama Equity hawana do. Ndio your hope iko pale. Si ndio? Umeenda cooperative hawana pesa. Just you have the hope ni pale. Pesa, do you mean people are no longer saving or What investing like? Say people nani anapeleka pesa kwa bank sasa? Is it because they are poor or they can't afford it? Unapeleka pesa uko nazo? Hakuna, no man. Unajua my dear, tupeleke pesa kama tuko nazo, si ndio? Wewe ukiona ndio fanya research. So unakujanga town. Yeah. Hapa nyuma ulikuwa unakutana pesa na gari ngapi za kubeba pesa kwa siku? Karibu 4. Sasa hiyo angalia ziko. Aziko. Sasa utapata idha ni moja. Yeah. Means hatuna pesa. People never save. Juu ukienda kusave hakuna circulation ya pesa. Utasave pesa mzee, upewe pesa mzee. Means and wherever you see the country there's no circulation of money. You to are just to totally poor. Wezi niambia ndakupea 1,100 ukae nazo mwezi ama mwaka zinazeeka. Zikizeeka nafasi ende wapi? Bank upatiwe nini? Na kama hakuna. So kuna hii issue yenye imeongelewa sana na watu, like unapata kama sahi our government is trying to tell us that high taxation will help us develop our economy, high taxation will save our economy, but that's not the truth. The truth right now, unapata kila kitu haiko venye ilikuwa kitambo. Like everywhere there is complaint, everything is not working. Is it really working? For them it's working, but to us, to the society, it's not working. It is not working sababu I agree with you. Unaona hata hapa, si ndio? Si ni studio. Tuko mahali hapa. Ukitaka tuseme kama unatoa wimbo, just your producer, si ndio? Who's outsiders? Though in the government, already vitu mingi watajiwekea. Let us serve ourselves first. Hao wengine baada. That's unaona mtu wa government akwambia sha inafanya wapi? Hakuna. Kama hospitali zinalia, mwalimu analia, daktari analia. Then what is going on? Na wale hao ndio matajiri wa mashambani huko. Like they are trying to say
it will work for now, tuvumilie tu lakini it will work. Utalipiaje mwanamke dowry mwenye hujaoa? Wewe tuseme just I want to marry you. Yeah. You need to be in my box just in one roof, sindio? Yeah. One room, one bed. Najua ni bibi. Like isa mtuambi it will work and we are just continually to pay. Itafanya kazi lini? That's the question. Itafanya. So, let me pay, wache tulipe, itafanya, sindio? Still tunalipa, itafanya. How about ikifail? Mtanipea pesa zangu? And then kuna hii issue inaongelewa sana na watu. I don't know much about it, but the G2G thing that Ruto had a discussion with lately, inasema kuwa hiyo kitu ita benefit our economy. Kama ita benefit, sindio? Ninafanya sasa continuality. Sindio? Mbona zi benefit sasa kama natuambia ukweli? Sana sema ita benefit hiyo G2G ita benefit. Nilianza already kitambo, sindio? Kama mbona tusione the result sasa kama ina benefit? Mbona tukate tax ni G2G inafanya? Why? We also as a society every day au pata una watching news. You do watch news. The same politicians that we elected are the same politicians wenye wanatukanana huko nje. Unaona? Their politics is full of, so let them hate one another. You see, unajua our issue according to you, according to me, is it something that as a leader unafaa kusimama hapo mbele, you mock another one, mnatukanana? If you guys are behaving like that, how about us the people? Tutabehave aje? So, niona mtu akisema ya kwamba we need to run from this, ndio? Unajua insult, maybe want to insult you. Our leaders ni wale watu, they want to insult one another public. In private wanafanyanga nini? They should meet. So mimi nasamangi hizi insult zao hizi ni affect. Sindio? Wacha watusiane wavuliane nguo, but at the end of the day sisi tunataka kuona kazi wamefanya. Sababu we didn't elect someone to mock someone. That's very just true. Haendi upande wa gari utusi mwingine. Okay, another thing unapata right now in our society, we elected leaders in ukweli. We elected them in 2022 if I'm not wrong. Up to now unapata so many Kenyans are complaining that those people are not doing their work. The only thing they are doing is like ndio ni kama bado wanaomba kura but already washapewa, you get, instead of sitting in their offices fixing what they had to fix, but they are there every day preaching and they are not doing. What can you say about that? So kuna kiongozi wao ni Ruto ndiye anasimamia. First, kwa nyumba, si ndio? Mimi niko na watoto. Nisipo settle, so watoto wanoke mimi nafanya. Watafuatilia mtundo. So our president naye angekaa atulia, si ndio? Anapoingia barabara, sasa wanaenda. Sasa hizi 90% watu ambao wanapenda mikutano sasa ni widia. Hiyo tuzidanganyane. The usual skirt unapata huko, si ndio? Are those mkutano helpful to the society or they just talking their own things? Sasa hiyo ndio wakati inafaa kwa ofisi anafanya kazi. Already yako mkutano. So kwa wiki mtu anafanya kazi mara 3. Tutaendelea saa ngapi? It's very difficult. Sababu these are our leaders ambao hata siwezi waita leaders. Who are they? Kenya's leaders and leaders. In your own words, who are they? Kenya hatuna viongozi. Ni wanasiasa. What do we have? The mistake we did in this country, we never elect leaders. We elect politicians. So ni ule mtu akikadu yani kitu ni msukuma tutoko viswe. So in your own words, what the difference between leaders and a politician? Just a leader, ni ule mtu need to face. Nimepaswa hii class. Sindio? Face me to rekebisha the class. Uwezi tuambia viongozi wetu nao tunalia mafuta, sindio? Vitu zimepanda. Good leaders, wekeni president pamoja. Mwambie nyewe Wakenya wanali. Those are the people elect us. Sindio? Akuja is a father, akuja wamwambie turekebisha hapa, sindio? Not wako Mombasa mnasema wakikuma nyutunyai masamba, wako Kisumu mnarusha wengine mikono andili saa ngapi? Sasa tuona kila kitu kiko sawa. Mwambie ni mtu watu wanalia. People are crying a lot. And then another question. Yes, mafuta, there's that shortage of mafuta sini ukweli. Is there any other better ways than this government could help us as the society? Or hiyo kukimbilia tu shooting the prices so high, was that the only way? That's not the only way. Sababu by looking of things, hawa watu unajua sasa ni ile watu wanatarajia
2027 kuna election. Are there no subsidies that the government should at least provide? Ngoja mimi nikujibu hapo, si ndio? Mafuta iko na uwezekano upunguze. Iko na uwezekano sababu au wanajipanga 2027 kuna elections, si ndio? So kila mtu anajaribu mfuko yake fanya aje? Ijai. Is it the first time mafuta kupanda? No. Mbona wakati tuko tunafika hapa? Unajua they could tell us, always mafuta ikipanda kwa tunafika hii kiwango. Wezi niambia saa hii kila kitu imepanda, si ndio? Kila kitu imeshoot. Everything imeraise. 1, hatuna free education. 2, hatuna medical. 3, scandals ni mingi. Pesa zinaenda wapi? That's the question. We also don't know. So hizi pesa nifaa watuambie mnapopandisha hizi vitu. Hizi pesa zinaenda wapi? Sababu mwezi tuambia taxi tunalipa, si ndio? Kila kitu imeshoot. Kila kitu tunalipa. Then the main three things about education si free tunalipa. Medical si free tunalipa. Vitu kama SHA tunalipa. Then pesa zetu zinaenda wapi? So, we need to have a big question. Hapo ndio unapata a lot of Gen Zs especially they are so angry, like wanashangaa which kind of government is this. Wamepandishiwa kila kitu yetu, unasikia pale pesa ziliibiwa, unasikia tuko na deficit ya hii amount, yet they are still borrowing. Like what is really going on in our society? Tumeuliza vizuri, si ndio? Wangali wanakopa na wanatuambia tunalipa deni. Winnie Odinga alitumia mfano mzuri akasema ya kwamba umekopa jirani, umekopa huyu, the end of the day uko barabara na kuona umevaa suti, hata kufikiria totally wewe ni mwizi. Totally completely wewe ni mwizi. Unikope then nikitumezoea. Unakopa ukijua where come from the Kowela watalipa ide. So hizi tumia jina, si ndio? The problem tuko na in this country, our leaders. Kwanza the leaders wako na kitu kwa mind, let us do it, then wabaki wakiongea utanyamaza. Nimeona history tumekuwa na scandal imekuwa ya mafuta juzi. Ijungu anaandikiwa kwa social media yake anasema nyinyi andamaneni to the end of the day, nyinyi ndio mko na madeni za kulipa. Means anajua kuna deni nafaa tulipe. Ndio wako nazo. So swali ni hizi madeni tunalipa zilikopwa, yes, hatukatai, but what did they use the money for? That's the big question, si ndio? Umesema barabara, hapo nyuma umesema barabara zimejengwa, si ndio? Unajua wange defend useme tulienda kukopa 3 trillion. Hizo tukajenga barabara mahali fulani. Yenyewe tukifanya hesabu iko equivalent. Don't tell me that the government iko na project karibu 200. Every project iko na scandal. Hakuna tu the project ambayo imesimama tuseme kwamba the project iko clean. So swali ni because as for me I wonder, unapata serikali inatuonyesha even with videos hii project ilianzishwa ndio hii inafanywa, and then inafika kule mbele project imesimama, there is nobody to ask, there is nobody to answer. Is it that hao watu wenye aliselect ndio wanamfail ama yeye pia kwa hapo ndani? What's really happening? Like hatuelewi. Birds with the same feathers they should flock together. So wherever tuko team of thieves, sisi ni kikundi ambayo tumejiunga, sisi ni wezi. Hata jirani hakuja complain. Unaenda kwa chief ambako hawasaidi, utasaidiwa? Huwezi saidiwa. So what is going on in the country that scandal imepatikana, mkienda mtauliza nani? Mnaambiwa hii kitu ilianzishwa tukafika hapo, tumeitengea pesa kiasi. Na hiyo kifade pesa wametenga zimetumika na project bado. So kuna hii issue in our society, it's happening, it's everywhere. Every time tumeenda maandamano unapata the police who are supposed to protect us are the ones killing us. Unajua ukiangalia nyuki, according to your own words, umeona nyuki, police anafaa uwe because it's a maandamano, like something that is known by everyone. Why is the police killing innocent people? Sawa. This police, unajua kuna kitu ambacho inaitwa to command. Go and do it mentality. So umeni command, but what am I thinking? Umeona story imekuwa pale Kilimani. Ni DC mwenye alitolewa pale juu. OCS amefungulia wafungwa 64. What happened? Alishikwa. Enye ameona watu wanakosa. So the question is,
they kill innocent people. Are they commanded to do so? Ama are they trying to make their names? Atupati hii kitu. Hiyo ni kitu imetoka juu, sababu ingekuwa kuanzia kitambo wangetuambia maandamano it is illegal. Ingekuwa ni sawa. But kama katiba inasema saa hizi mkiwa naishi mwingie barabara wasikize voice zenu, mbona uwe ni kitu anajua. So na sorry to say this, na kama kuna government imeingilia sana maandamano ni yetu. Juu hata kama wakati mkuu nikiona Raila akipigwa tear gas hizo miaka za uhuru, hii kwangi hii inapita hapa, ulikuwa unasikia watu wanakufa pana, but hii unasema umeenda maandamano watu anza kupotea, umeenda maandamano watu wameuawa. Small issue ambayo wangefika mahali wakae waseme nyepe tunaelekea si pazuri. Means what? Kila mtu saa hii in the government anajitetea mwenyewe. Unaona? Mwenyewe. So sisi kama wananchi tufike mahali tuseme we need to be opposition. Sababu any country that in opposition is size. Hamuna sahi. So swali ni, yes, despite the opposition and everything, it's like our government is no longer helping us anymore because we talk, we communicate, tunasema kila kitu but still it goes to deaf ear. Wamenyamaza. Hakuna mtu anataka kutusikiza. So we thought maandamano could be better. We could use maandamano as a tool to make the government listen to us, but it has failed. Sasa unajua kama hapo saizi. Nafaa tujiangalie, tujiulize, do we have another solution? Apart from maandamano. Kama katiba inaturuhusu saizi, ni kesi wamepitisha. Tuingie court. Shida court inatumeza. Tuingie tufanye kongamano la wananchi. Hii inaweza tusaidia sababu tukiona yenyewe tuko road mbaya. Tumepigwa. Sasa tufanye kongamano la wananchi. Tukuje tuseme sisi tulete viongozi wetu. Na shida mkielect pia wanafi. Alafu saizi most of the leaders ni tumbo kwanza. So as we come to the end of our podcast show, what would you like to tell our society? Anybody listening to our conversation, be it the leaders, be it anybody. Please say something. We have a solution. Sasa hizi tusuluzo hapo kitu ya kwanza. Sasa hizi mimi naona finye tu. Acha finye kabisa ndio tukiamka 2027. Kura ifanye kazi. Hivi ndivyo wataipo tungoja kura zetu kufa kupona. Sababu ile umbu imechomeka mkia. Huwezi kubali tena ichomeke mkia. Juu tumechoka. The truth yenyewe tumechoka. Huwezi toke far away from go. Upigana maganga kwa barabara, wewe upigane na posi huko. Kurudi. What next? Is war. So the only society, what you can do in the society is one wacheni tukue, yani tujitume tu. Tujitume sababu kama huwezi tusikiza tusikufe roho. Lazima solution, lazima tuwe na solution. At the end of the day, lazima we need to have a solution. Tukiona solution zote maandamano, tukuje na another plan. Another plan tuseme wananchi tuungane. Sababu Ruto ajua kabisa anafinya kila mtu. Kila mtu sasa analia. So hata kama gunzi sasa unakula vizuri kuliko yenye government, wasitutishe. Okay, thank you guys. We've come to the end of our podcast too. As usual, I'm your host, Aima Teresa. Please follow us on YouTube, TikTok, and Instagram. See you next time. Bye-bye.